Unaitwa nani? Achia Sende. Unatokea kwenye mji gani? Kirondo. Na tunaona umeweza kufika kwenye hospitali ya Yungu na kuna baadhi ya mizigo yenyewe tunakuwa uko nayo. Ni kwa ajili ya nini? Ni msaada. Ulikuwa mgonjwa mpaka uweze kupewa msaada huu? Ndio. Ulikuwa unaumwa nini? Nilikuwa na malaria na kuharisha. Vipi, uliweza kulipa pesa ngapi kwenye hospitali wakati ulikuwa unaharisha? Sikuwahi kulipa. Ulitibiwa bure kabisa? Ndio. Vipi, umeweza kupata msaada kutoka kwenye shirika la Caritas Uvira? Unaweza kutoa neno gani la shukrani kwa shirika la Caritas? Nina neno kwa ajili na shukuru. Wamenipokeza kabisa msaada. Vipi, unaweza kutoa ushauri gani kwa raia wenzako ili mradi kuweza kuepukana na ugonjwa huu wa kipindupindu siwezi kuendelea? Naweza kutoa ushauri kuambia wenzangu wakigonjwa kuje kusante kupata matibabu. Jambo kaka. Labda ungejitambulisha, unaitwa nani? Naitwa Mzaliwa Hari Master. Tunaona uko hapa na kuna baadhi ya vitu ambavyo uko navyo hapa. Unaweza kutuambia ni vitu gani? Hivi ni vitu nilipokea sababu ya kipindupindu. Mimi nilikuwa mwathirika wa kipindupindu. Ndio maana nimekuja kupokea hivi vitu viko hapa. Na ni vitu gani ambavyo unaweza kupewa? Hapa nimepokea ndoo moja ikiwa na mti moja wa sabuni na dumu moja hapa ya mita 20. Na pamoja na akupata vidonge vya kuweka maji. Vidonge ndio hivi kaka yangu. Vidonge ndio hivi kabisa nimepata bila kutia maji. Kipindi nilikuwa tumikisha hili dumu hili. Na unaweza kutoa shukrani gani? Unaweza kuambia nini shirika la Caritas Uvira kutokana na msaada huu? Yaani mimi niko kwa antuka naona sasa vile ni jambo la heri sana kwa kufanya hii kazi na iendelee na hii kazi. Ushauri gani unaweza kuambia wenzako ili mradi kuweza kuepukana na ugonjwa huu? Ushauri wenyewe upo ni kufuatana ile sensibilisation walitupatia, ifo tuitimize gisi walituambia na tumikishe vitu gisi walituelekeza. Tunakushukuru sana ndugu yetu. Asante sana. Jambo ndugu. Mimi naitwa Andre Didas Kalamo. Ndugu Andre, tumeona huko Centre de Sante ya Yungu. Ndio. Pamoja na baadhi ya vyombo. Unaweza kutuambia imekwaje? Hapa imekuwa hivi, tumefikiwa hapa na watu wa Caritas kutoka Uvira na wametupa baadhi ya vitu kama mnavyoviona hapa. Hapa kuna bumba, sabuni na bidoi na dawa kwa ajili ya sisi waathirika wa ugonjwa wa upindupindu. Ndio. Vipi, tangu ulivyoanza kuumwa mpaka ulivyoweza kupona, uliweza kuchukua siku ngapi ukiwa hospitalini? Mimi nilichukua muda mfupi kulingana na dawa ambazo wamenipa kiharaka. Nilikuwa naumwa na nikapewa dawa ambazo zimenisaidia kwa muda mfupi. Na shukrani gani unaweza kuambia watu wa Caritas? Naweza nikasema wazidi kuwa na moyo na kadiri na gisi wamejitoa, Mungu awabariki kabisa, kwa sababu tulikuwa tuko mbali sana na gisi wametoa misaada. Mungu awabariki kabisa kwa hili. Sasa tunakushukuru sana ndugu yetu. Asante sana. Mjambo dada? Jambo kaka. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa kwa majina Marta Bakari. Dada Marta Bakari, tunaona uko Centre de Sante ya Yungu ambako shirika la Caritas limeweza kufika. Unaweza kutuambia na umeweza kufika hapa namna gani? Mimi nilifika hapa kwa ajili ya kupokea. Na ulikuwa unaumwa? Kweli nilikuwa naumwa na ni ugonjwa wa kipindupindu. Uliweza kutibiwa hapa kwa Centre ya Yungu? Ndio. Na uliweza kulipa pesa ngapi kwa ajili ya matibabu hiyo ya kipindupindu? Kwa ajili ya matibabu kweli ilikuwa ya bure. Bure kabisa? Ndio. Hakuweza kulipa hata chochote kile? Sasa unaweza kutoa shukrani zako zipi kwa shirika la Caritas ambalo wameweza kufika siku ya leo na kuweza kupeni msaada huu? Mimi naweza sema kabisa wakuwe na moyo wa kuhudumia watu hivi, na shukrani sana. Tunakushukuru sana dada. Ndio.
Ale mape konda. Boke ne tayari kama hiyo namo. Kare. Una mami. Oni ndate daongea. Ule mwingine Mwajuma achunge kwanza na yule chakuwa pale Mwajuma ya leo sasa. Na ule mwenye alitika pale. Mjambo mama. Jambo. Labda ungetuambia unaitwa nani? Veronica Sumaidi. Na tunaona umeweza kupata msaada hapa. Ni msaada wa nini? Msaada wa ndoo, dumu na sabuni imo ndani na vidonge. Na kwa katika lengo gani umeweza kupewa hivi vitu? Nachukua hivi vitu kwa lengo kwa kuwa niliumwa ugonjwa wa kipindupindu. Na ulikuwa unatibiwa hapa Santre ya Yungu? Ndio. Na wewe ni mkaji wa Yungu au wa Kirondo? Mimi ni mwenyeji wa hapa Yungu. Hapa Yungu. Vipi, unaweza kutoa shukrani zako zipi kwa shirika la Caritas ambalo nyinyi kama wanga wa kipindupindu mmeweza kuletewa msaada? Unaweza kuambia nini? Naweza nikashukuru Mungu azidi kuwapa huu moyo kwa kusema kwamba huu msaada uzidi tu. Hawezi kusema kwamba waache kwa kuwa huu ugonjwa ni ugonjwa wa kila wakati. Kwa mtu kama akujifikiria tena unafika. Na kwa hivi tumepata, ninashukuru Mungu na azidi kuwapa huu moyo, wazidi kuendelea na haya maendeleo. Na wito gani unaweza ukatoa kwa raia wenzako hapa Yungu ili mradi huu ugonjwa wa kipindupindu usiwezi kuendelea? Naweza nikatoa kwa ajili ya afya. Tuwe watu wenye kuwa na afya kwa kuwa kipindupindu kinatajika mpaka mtu awe mwenye afya. Lakini kama uko mchafu uwe na uchafu, ujue kwamba hicho kipindupindu kwa kweli hakiwezi kukupita. Na ukiwa kama mwenye afya hauwezi ukapatikana na huo ugonjwa wa kipindupindu. Tunakushukuru sana mama. Mjambo dada. Jambo. Labda ungejitambulisha. Kwa jina naitwa Mwajuma Sumaidi. Dada Mwajuma, tunaona umeweza kupata baadhi ya msaada. Sijui kama unaweza kutuambia ni msaada gani? Huu ni msaada wa ule watu ambao wamegonjwa ugonjwa wa kolera. Na wewe mwenyewe ndio ulikuwa mgonjwa au mwanangu? Mwanangu ndo amebahatika kugonjwa ugonjwa kama na huu. Na ni msaada gani ambao umeweza kupata siku ya leo? Tumesaidiwa kupewa mabumba pamoja na madumu, dawa, sabuni. Na kuna baadhi ya watu waenda wanapewa msaada namna hiyo, wanashindwa kuvitumikisha kama jinsi inavyotakiwa. Wewe kama wewe una uhakika kuwa unaweza ukavitumia kama inavyotakiwa? Kama vile walivyotupatia maelekezo ya kutumia, niko tayari kutumikisha yale maelekezo ambayo wamekwenda kutupatia hapa. Na unaweza kuambia nini shirika la Caritas Uvira, shirika ambalo limeweza kuhusika na kukuleteni huu msaada, unaweza kuambia nini? Yaani tumepiga shukrani kwa ngambo yangu, tena tunashukuru la mno kwa ajili ya kupata msaada kama na huu, kwa sababu wametuelekeza maelekezo mazuri sana. Kwa hiyo tumeshukuru sana. Na unaweza kupendelea shirika kama la Caritas liweze kudumisha hatua ipi au kitu gani wanaweza wakakifanya ili mradi kuweza kuhakikisha ugonjwa wa kipindupindu umekoma kabisa kote tarafani Fizi? Kama na hivi walivyofanya kwa siku ya leo, kwa maelekezo yangu na ushauri wangu, naweza waendelee kufanya vitu kama na hivi, kwa sababu wanatupa furaha ya ajabu na kutukinga katika ugonjwa wa kipindupindu. Tunakushukuru sana dada yetu. Asante.